Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi kwa mara nyingine tena tunaendeleza vipindi vyetu ambavyo tumekuwa na hamu kuvifikia, hii ikiwa ni sehemu ya kwanza ya Lijue Kanisa ama historia ya kanisa. Na kwa sababu hiyo basi ninakualika wewe unayetufuatilia ukiwa maeneo haya, lakini hata wewe uliyeko mbali na maeneo haya ukitufuatilia katika vyombo vyetu vya kisasa, basi ninakukaribisha uweze kujihisi kama uko mahali hapa na tayari kutufuatilia kujua nini kinaendelea katika viwanja mahali hapa. Nitatamani kuomba tuweze kurudia moto wetu ambao ndio moto wa mahubiri katika kambi letu la mwaka huu 2025. Na sasa nikisema Nyakanazi kambi 2025, utatamka kwa ujasiri kabisa ya kwamba tumeitwa ili kutengeneza na kurudisha misingi ya zamani. Nyakanazi 2025, tumeitwa ili kutengeneza na kurudisha misingi ya zamani. Bwana asifiwe. Amina. Basi mara baada ya moto huo, niombe kualikeni sasa tunapoenda kuanza rasmi katika mfululizo wa mada zetu, na hii ikiwa ni sehemu ya kwanza ya somo la historia ya kanisa. Tutakuwa na sehemu 7 kama sio 6. Na kwa hiyo nitatamani kumwona yule ambaye ni mhitaji haswa, tukifuatana katika kuandika, aidha kukopi, hata kutumia chombo cha kunasia sauti, ili hatimaye uweze kuona utakachotoka nacho hapa. Lakini vile vile tutaacha nafasi ya swali, naam, hata nyongeza itakapobidi. Sasa basi, kabla ya yote nitadaiwa kutoa ufafanuzi kwamba nini maana ya kanisa. Unajua, kusikia neno kanisa ni jambo moja, lakini kuelewa nini maana ya kanisa ni jambo jingine. Kwa hivyo basi niombe tuweze kupata tafsiri kwanza ya nini maana ya neno kanisa, ndipo tuingie ndani kutafuta kujua historia ya kanisa ikoje haswa. Sikia, katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 18 mstari wa 20 tunapata sehemu ya majibu ya swali hili, nini maana ya neno kanisa. Nikombe mtumishi uweze kutusomea sehemu hiyo, Mathayo 18 fungu lake ni la 20. Karibu sana. Mathayo sura ya 18 aya ya 20. Ndio. Mathayo 18 aya ya 20, neno la Bwana linasema, kwa kuwa walipo 2 au 3 wamekusanyika kwa jina langu. Anasema kwa kuwa walipo 2 au 3 wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Kristo anasema nami nipo katikati yao. Nitatamani ulisome kwa kulirudia. Nasema ndio. Mathayo 18 aya 20. Naam. Kwa kuwa walipo 2 au 3 wamekusanyika kwa jina langu. Kwa kuwa walipo 2 au 3 wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Nami nipo papo hapo katikati yao. Nitaka kidogo liingie kwa mfano wa vile mtu anavyokunywa maji anazama kabisa kwenye utumbo. Sikiliza. Tayari moja kwanza ambalo utakiwa kulifuta katika kichwa chako ni kwamba mahala ambapo Kristo anakusanyika katikati ya watu, hilo ni kanisa. Bwana asifiwe. Amen. Na hivyo hatukusikia kikosi, kikundi ama jumuiya kubwa ya watu, ila tumesikia ya kwamba waweza kuwa ni 2 au wangapi? 3. Si ndio watu wa Mungu? Sasa nikuombe bwana Gaston Weja, una simu hapo? Unaweza ukatutafutia kitabu cha UL, andika UL kurasa 315 paragrafu yake ni ya 5. Tupate msaada zaidi wa ufafanuzi kuhusu hilo fungu. UL, hata wewe tufuatilia kwenye mtandao unaweza kugusa UL 315.5 au paragrafu ya 5. Utapata fafanuzi zaidi ya hilo fungu la Mathayo fungu la Mathayo 18 fungu la 20. Fafanuzi zake tutazikuta katika nukuu hiyo. Karibu sana, kama utakuwa umepata itakuwa ni vizuri zaidi ukijongea hapa ukapewa kisemeo.
tunaenda kutafuta nini maana sahihi ya neno kanisa. Kanisa la Mungu ni kitu gani? Kanisa la Mungu ni kitu gani? Tumsikie mtumishi wa Mungu atusomee nukuu hiyo kutoka katika kitabu cha Ellen G. White kinachoitwa UL, kirefu chake ni Upward Look. Kwa Kiswahili unaweza kusema ni mtazamo wa juu. Karibu tusomee mtumishi wa Mungu. Nukuu inatoka katika kitabu cha Upward Look. Anasema hivi, ndio, Mungu ana kanisa. Mungu ana kanisa. Anasema si kanisa kuu. Anasema si kanisa kuu, wala uanzishwaji wa kitaifa, wala uanzishwaji wa kitaifa, wala si madhehebu mbalimbali. Anasema wala sio madhehebu mbalimbali. Ni watu wanaompenda Mungu. Sikiliza pointi ilipo sasa, ni hapo uweze kusikina kabisa kwamba ni watu wa Mungu, ni watu wanaompenda Mungu, ni watu wanaompenda Mungu na kuzishika amri zake, na kuzishika amri zake. Walipokusanyika wawili au watatu, wanaweka vizuri ile Mathayo sasa 18:20 kwamba walipokusanyika wawili aidha watatu kwa jina langu, nami nipo hapo katikati yao. Anasema naye yupo hapo katikati yao. Bwana Yesu asifiwe. Alihitaji fafanuzi za ziada, limejitosheleza ya kwamba kanisa la Mungu si jengo fulani hivi kubwa kama wengi wanavyodhania, lakini si watu wengi kama watu wanavyoweza kufikiria, isipokuwa amesema ni watu wanaompenda Mungu wakizishika amri zake, na ya kwamba hata walipo wawili watatu wakinukuu Mathayo 18:20 yeye yupo katikati yao. Japokuwa kuna maneno mengine hapo yalikuwa yanaendelea mbele. Anasemaje? Anasema ya kwamba hata katika wachache uwepo wa Mungu upo hapo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tayari moja kabisa ya swali ambayo nilidhani tuweze kulipatia majibu ni hayo ya kwamba kanisa la Mungu ni watu bila kujali idadi yao, lakini sifa kubwa kuliko unavyoweza kufikiria ni kwamba wanampenda Mungu, wanazitii amri zake 10 kama zilivyo. Hao ndio wanaobeba sifa ya kuitwa kanisa la Mungu. Kwa hivyo basi, baada ya kupata jibu sahihi ya kwamba kanisa la Mungu ni nini, ndipo tunaingia ndani sasa kutafuta kujua historia ya hilo kanisa la Mungu. Kumbuka, Mungu amekuwa na kanisa lake tangu mwanzo, na wala kanisa lake si kwamba limetokea juzi juzi, hapana. Kanisa la Mungu limekuwepo tangu mwanzo, na kama limekuwepo tangu mwanzo, basi lazima tujue huo mwanzo, hilo kanisa lilikuweje na likaendaje, linaendaje na litaendaje. Sasa watu wa baba, kwa msaada wa yeye ambaye anahitaji kupata funuzi zaidi kuhusu nini maana sahihi ya neno kanisa, anaweza pia akalipata kwenye kitabu kinaitwa Review and Herald. Kwa kifupi unaweza kaandika RH Oktoba 14, paragrafu yake ni ya 3. Naomba kurudia. Unaandika RH Oktoba 14 ya mwaka 1884, paragrafu yake ni ya 3. Utapata pia maana sahihi ya hiyo Mathayo 18:20 kwa maana ya kujua kanisa maana yake. Sasa sikiliza, kanisa la kwanza la Mungu lilivyoanza ama lilianzaje? Sikia. Hebu nikombe mtumishi wa baba tufungue kitabu kile cha Mwanzo, sura yake ni ya 4. Tunaanza kupata mtiririko wa hilo kanisa lilivyoanza, likaendeleaje, linaendaje na nini tutakachojifunza huko ndani. Karibu sana. Mwanzo fungu la kwanza mpaka fungu la 9. Adamu akamjua Hawa mkewe. Sikia sasa, tunaanza kupata sura kamili ya kitu kinachoitwa kanisa. Adamu akamjua Hawa mkewe, ndio, naye akapata mimba, akamzaa Kaini. Anasema akamzaa Kaini. Akasemaje? Nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Akaongeza akamzaa nduguye Habili. Na nduguye anaitwa Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo. Anasema alikuwa mchunga kondoo. Na Kaini alikuwa mkulima wa ardhi. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi, sadaka kwa Bwana. Habili naye mtoto wa pili akaleta wazao wa kwanza wa wanyama
wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za hao wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, akaikubali sadaka yake pia. Bali Kaini, lakini Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhabika sana. Subiri kidogo kwanza, tuliweke vizuri hapo kisha tutaendelea. Sikia. Baada ya kupata sura kamili za jinsi gani ambavyo Mungu alivyomuumba Adamu naye akapata mtoto wa kwanza ambaye tumemsikia akiitwa Kaini. Alifuatia kumpata mtoto mwingine anaitwa Habili. Wakati alipompata mtoto Kaini, alisema ni mtoto aliyetoka kwa nani? Kwa Bwana. Na kisha akampata ndugu yake na huyo Kaini aliyekuwa akiitwa nani? Habili. Na huyu Kaini kazi yake ilikuwa ni mkulima wa ardhi. Lakini huyu Habili mdogo wake alikuwa ni mtu wa mifugo. Sasa ukafika wakati wa kufanya ibada ya matoleo. Sikiliza. Wakati huo Kaini alileta, labda nichukulie matikiti, labda machungwa, pengine mananasi na viazi na kadhalika unavyojua vinavyolimwa, sawa sawa. Halafu anasemaje kwamba Mungu hakuitakabali ile nini? Sadaka, wala yeye mwenyewe aliyeitoa. Isipokuwa Habili yeye akatoa wazaliwa wa wanyama wa kwanza na sehemu zilizonona. Ila tunapata taarifa ya kwamba Mungu alimkubali na sadaka yake. Bwana sasa sifiwe. Tunaanza kupata kitu cha tofauti hapo. Nikana kwamba mpaka Mungu anaacha kumkubali Kaini kuna kitu amekikosea. Na Mungu kamwe hawezi kumhesabia mtu hatia ya kile ambacho hajawahi kumfundisha. Ninashawishika kusema hivi, hawa watoto wakiwa wadogo mapema walishuhudia kwa macho yao namna gani ambavyo baba yao alivyokuwa akitoa nini? Sadaka kwa Bwana. Kwa hivyo mpaka Mungu anamhesabia hatia Kaini na kuacha kuipokea sadaka yake pamoja naye, ina maana Kaini amefanya kiburi. Lakini Habili tunamkuta anakubalika. Ni kwa jinsi gani ambavyo amefanya yale aliyoyaona kwa baba yake yakikubalika. Bwana asifiwe. Amen. Songa mbele sasa tuone nini ambacho kiliendelea kwa Kaini ambacho hata sasa tunakishuhudia. Karibu. Mwanzo sura ya 5. Naam. Aya 4, Habili naye akaleta sehemu zilizonona za wanyama. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake. Bwana akamtakabali Habili pamoja na sadaka yake. Bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Mungu anasema bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Ndio. Kaini akaghadhabika sana. Sasa mtihani unaanza. Na hapo ndipo tunaanza kupata makanisa mangapi? Mawili. Japokuwa chanzo chake ni kwa kule kutokutii kumempelekea Mungu asikubali sadaka yake pamoja naye. Na sasa baada ya kuwa mwenzie amekubaliwa na sadaka yake, imezua nini? Chuki. Songa mbele. Kaini akaghadhabika sana. Kaini sasa anaghadhabika sana. Uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Anasema kwa nini una ghadhabu? Na kwa nini uso wako umekunjamana? Anauliza na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema, anamuuliza kama ukitenda vyema hutapata kibali? Hutaweza kupata kibali. Usipotenda vyema, anamwambia sasa sikia, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni. Anasema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe. Tena akasemaje? Akasema nayo inakutamani wewe, walakini yakupasa uishinde. Kaini akamwambia Habili nduguye. Akasema sasa Kaini akamwambia nduguye Habili, twende uwandani. Ikawa walipokuwa uwandani, anasema ikawa walipokuwa uwandani, Kaini akamwinukia Habili nduguye. Kaini sasa akamwinukia ndugu yake wa tumbo moja, akamuua. Ninashawisha kusema ya kwamba alimupiga na kitu kizito kichwani, akafa. Bwana akamwambia Kaini. Sasa Bwana anamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Anauliza swali, yuko wapi ndugu yako Kaini? Habili. Akasemaje? Sijui. Akajibu, mimi sijui. Mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Ndipo sasa Kaini kwa jeuri na kiburi kabisa, kisha changanywa na dharau,
akamwambia Mungu ya kwamba kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Unaweza kuona swali hilo halikufaa kutoka katika vinywa vya mtu kwenda kumhoji muumbaji. Sasa naomba tuachie hapo. Kiukweli watu wa Baba, hapa tayari tunaenda kupata kiini cha historia ya kanisa. Tayari Mungu ambaye hakosei alitoa maelekezo. Ninashashia kulieleza hili kwa sababu Habili asingeweza kutoa sadaka hiyo kubarika ikiwa hakuchota maelezo kutoka mahala fulani. Kwa hivyo nikuonyesha ya kwamba Mungu alitoa maelekezo kwa Adam ya kwamba sasa wewe utanitolea hivi. Na watoto wakati huo wameshuhudia kitendo cha baba akiwa anafanya. Lakini kitendo cha huyu Kaini kutoa kinyume cha maelekezo ni aina nyingine ya ukengeufu. Na sasa mbaya ilipo ni hapa kwamba huyu ambaye sadaka yake na yeye havikukubaliwa akaanzisha tatizo ambalo mpaka leo tunalishuhudia. Hivi tatizo gani leo tunalishuhudia? Leo hii mtu ambaye amechagua kutii ukweli anaonwa kuwa siye, anaonwa kama hafai, na anaonwa kuwa ni adui, tena anaonwa asiyestahili kuishi, na tayari anazalisha chuki. Sikiliza, habari njema ni hii. Huyu atakaye kuchukia, wewe usimchukie. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ni kwa sababu sio yeye, ni roho ya yule adui iliyomuingia, kwa sababu wewe unaelekea kwenye njia za Mungu, na hivyo huyu ambaye anakuchukia amevuviwa na nguvu za yule mwovu ili aweze kukuhafifisha na kisha shetani apate ufalme zaidi katika ulimwengu. Na kwa sababu tu ya kwamba hii ni roho ya yule ambaye ni muuaji tangu nani? Tangu nini? Tangu mwanzo. Kwa sababu yeye pekee ndiye anayewachukia watu. Lakini mpaka sasa tunaalikwa kuweza kuwaelekeza hata hao wanaotuchukia. Unajua, inafika mahala tunazidi kuwa wakweli na wawazi. Hata leo wale watu ambao tumekuwa nao kwa muda mrefu, baada ya kugundua ya kwamba wamekengeuka misingi ya imani, tukaamua kujitenga nao. Tunapousema ukweli kwa rangi na jina lake, badala ya kusema waje tukae meza moja tuweze kujenga hoja kwenye maandiko, wamekuwa wakituchukia na hata kudiriki kwenda kutulalamikia kwenye vyombo vya dola. Hiyo nayo ni njia nyingine inayothibitisha ya kwamba huyu ndugu anatakiwa kuhurumiwa, kwa sababu sio yeye. Vinginevyo alitakiwa atafute kujua hicho ulichokisema mmekitoa wapi na sisi tukithibitishe. Lakini haiwi hivyo. Kadhalika hata Kaini alitakiwa akamuuliza nani? Habili, mbona mimi sadaka yangu haikukubalika lakini wewe umekubalika? Haikosi mimi nimekosea, na nimekosea wapi? Ndio maana kumwambia hivi, kwa nini uso wako umekunjamana? Kwani ukitenda vyema si utakubaliwa? Si unaona kama Mungu alikuwa ametaka kumrudisha, lakini matokeo yake hayakuwa hayo. Badala yake alichukua hatua ya kumwambia ndugu yake ya kwamba twende uwandani. Inawezekana aliongezea na maneno mengine pale ya kumshawishi Habili amfuate. Lakini kumbe nia yake ilikuwa tofauti na hicho alichokizungumza. Mwisho tunapata taarifa ya kwamba hatimaye akamwinukia na kufanyaje? Na kumuua. Swala ambalo ni hatari sana. Na hili litaendelea kama masuto. Mtumishi nisomee Isaya 58 mstari wa kwanza. Wakati huo mtumishi wa Mungu Gaston Takuki nitafutia kitabu kile cha Shuhuda kwa Kanisa gombo la 3 kurasa ule wa 252 paragrafu ya kwanza na ya 4. Isaya 58 aya ya kwanza. Isaya 58 mstari wa kwanza anasemaje? Piga kelele usiache. Anasema piga kelele usiache. Paza sauti yako kama tarumbeta. Wahubiri watu wangu kosa lao. Na nyumba ya Yakobo dhambi yao. Kwanza sifiwe. Amina. Tumealikwa kuweza kupiga kelele, tena tusiache. Tupaze sauti kama tarumbeta. Tuwaambie watu wa Mungu kosa lao, na nyumba ya Yakobo dhambi yao. Sasa kibaya ni hiki, katika ulimwengu wa sasa watu hawataki kuambiwa madhaifu yao. Na haipo injili wapendwa kama siku kueleza udhaifu wako. Ukiambiwa udhaifu, mshukuru Mungu. Unaambiwa urekebishe, upone na hatimaye uokolewe. Lakini la kusikitisha kama sila kushangaza, leo hii watu hawako radhi kusikiliza madhaifu yao. Hawako tayari, wanataka kupongezwa tu, wanataka kupigiwa makofi. Hapana. Yesu hakuwahi kutengeneza maridhiano, makubaliano, mapatano. La, daima alikuwa akiwakosoa, akiwaeleza njia iliyo sahihi hii, na hii njia mnayoiendea sio yenyewe. Lakini mwisho wa siku waliishia kumuua.
Na wote watakao kuwa ni wafuasi wa Kristo watatarajia kukutana na maelezo kama hayo. Lakini haleluya, tumealikwa kutokutulia, tumeambiwa tunadaiwa kudumisha masuto. Nafikiri mtumishi tutakuwa ameshafika hapo. Shuhuda wa kanisa gombo la 3 kurasa 252 paragrafu ya kwanza, na kisha tutarukia paragrafu ya 4. Uone jukumu tulilo nalo dhidi ya kazi hiyo. Karibu sana huko mbele ili kuonesha kwamba unataka wengi wasikie. Wapendwa, kadri tunavyoendelea tusitaraji kupigiwa makofi madamu tumejiandaa kueleza ukweli kwa rangi na jina lake. Watu wako radhi kusikiliza, lakini hata wanaposikia wanasikia ili wakukosoe, ili wakuite jina lolote, lakini kwa kweli nia ilikuwa ni njema ya kwamba tukae meza moja. Kwa nini wenzetu mmetoka huko? Kuna nini, kulikoni? Tukae tuambizane ukweli na kisha tuokolewe. Hilo ndio lilikuwa kusudi la Mungu, lakini ni kinyume cha hilo. Karibu mtumishi. Ukurasa wa 252 paragrafu ya 2. Ni gombo la ngapi waambie tena? Ni shuhuda kwa kanisa gombo la 3. Ukurasa wa 252 aya ya 2. Soma ya kwanza na ya 4. Ya kwanza na ya 4. Ndio. Anasema hivi. Anasemaje? Ujumbe kwa kanisa la Laodikia. Ujumbe kwa kanisa la Laodikia ni masuto ya kushtusha. Anasema ni masuto ya kushitusha. Na yanawahusu watu wa Mungu. Sikia hii ingia vizuri kama dawa. Na yanawahusu watu wa Mungu wanaoishi wakati huu. Anasema wanaoishi wakati upi? Huu. Songa mbele sasa aya 4. Aya 4 anasema hivi. Ni udanganyifu gani mkubwa? Sikiliza hii sasa. Kama ulikuwa umepuzia kidogo, jaribu kutumia muda kuisikiliza hii. Anasema ni udanganyifu mkubwa unaoweza kuja juu ya akili za wanadamu. Kuliko imani. Hebu irudie vizuri, nisome vizuri. Anasema hivi. Ndio. Ni udanganyifu gani mkubwa? Ni udanganyifu gani mkubwa unaoweza kuja juu ya akili za wanadamu kuliko imani, kwamba wako sawa na wakati kwa kweli wakiwa wamefanyaje? Wamekosea mno. Anasemaje? Ujumbe wa shahidi mwaminifu unawakuta watu wa Mungu katika udanganyifu wa kutisha. Lakini anasema hivi. Lakini walio waaminifu. Anasema lakini wale walio waaminifu katika udanganyifu huo. Katika udanganyifu huo. Hatukiachia hapo mtumishi wa Mungu. Natosha. Hayo ni maneno pekee ambayo yanahitaji usikivu kwa yote mwenye akili timamu zinazofanya kazi. Unajua ifike wakati tuwe na matumizi sahihi ya akili. Si kama Mungu alitupatia ubongo uwepo tu kama tope, hapana. Alitupatia ubongo uwepo, lakini tuupe matumizi sahihi. Amesema hivi, ni udanganyifu gani mkubwa kuliko huu wa mtu kujihesabu yuko sahihi, na wakati kwa kweli ni mtu ambaye yuko kinyume cha ule usahihi. Unanielewa vizuri? Naomba niweke vizuri hivi. Ikiwa waweza kujua kwamba hii njia inakupeleka nyumbani, na akili yako kaitafsiri hivyo, na ukaamini ya kwamba inakuongoza vyema, lakini kwa kweli hiyo njia ikiwa kupeleka sehemu isiyo, rafiki, utachoka sana. Kwa sababu gani? Utakuwa ukitembea hutafika nyumbani. Sasa ndicho kile kinachozungumzwa, ya kwamba wale watu ambao wametafsiriwa kwa watu wa Mungu wamejipa jina ambalo tayari wako kinyume nalo. Kwa nini? Katika aya hiyo ya kwanza niliweka vizuri jinsi gani ambavyo sisi tunadaiwa kuweza kudumisha masuto juu yao. Unajua nini maana ya masuto ni nini? Masuto ni kumweleza mtu ya kwamba kwa hili sivyo lilivyo, ulitakiwa ufanye hivi, sio hivi, ni hivi. Ukimsuta mtu ambaye anajipenda, lazima akae mezani, atafakari. Haikosi huyu ndugu yuko sahihi. Anakwambia, sikia mtumishi wa Baba, hapo kwenye uso wako kuna uchafu, nenda jitazame, nenda kanawe. Anakuwa nakupenda, usije ukamchukia. Sasa unachotaka ukifanya ni kwenda kuchukua kioo kudhibitisha anayosema ni sahihi au umechafuka. Kwa sababu huyu shahidi mwaminifu anaenda kurudi, anawakuta watu katika huo uongo ambao kwao wanabaki kuona kwamba ni ukweli. Unamwambia hiki kitu ni cheusi, anasema hamna, ni cheupe. Ndugu, hiki ni cheusi, yeye anasema ni cheupe. Hatari sana. Anasema huo ni uongo hatari kuliko uongo wote ule wa kushuhudiwa juu ya uso wa dunia. Mungu atuhurumie. Amen. Wapendwa, kama ilivyo leo,
kama ilivyo leo. Kuna wale ndugu zetu ambao nimewatafsiri ndugu zetu, tunapokuwa katika habari kama hizi kuelekeza historia ya kanisa ilivyoanza, ilipo na nini kinachoendelea, badala ya kusema tukae meza moja tuliweke vizuri, wamekuwa wakituchukia. Lakini Mungu ni mwema, ipo siku ambayo haikosi wataelewa, na kisha tutakuja kuwa kitu kimoja na Bwana atakuchukua kwa pamoja. Amen. Ikiwa watanyenyekea. Maana katika Isaya anasema ya kwamba kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi, bali mkikataa na kuasi mtaangamizwa. Kwa nini? Kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Kwa hivyo utaona kumbe kigezo cha Mungu kututoa kwenda mbinguni ni kutii na wala si vinginevyo. Sikiliza. Katika hili si kwamba ni bahati mbaya. Si kwamba ni nini? Si kwamba ni bahati mbaya. Ni unabii kabisa uliotabiriwa kwamba ungekuja kutokea kwa wale waliokuwa pamoja mara baada ya wenzao kujinyofua kutokea kwao kwa sababu ya kuchukizwa na kile kinachoendelea kilicho kinyume cha ukweli. Watalalamikiwa, watachukiwa. Na imekuwa hivyo tangu mwanzo kama tulivyosoma kwa Habili na Kaini, itaendelea hivyo mpaka mwisho wa wakati. Hebu nithibitishe hilo katika kitabu cha Great Controversy, Pambano Kuu kurasa 608. Pambano Kuu kurasa 608. Kama unacho karibu Mishimaka tunaweza okay, vizuri sana. Nilitaka kuchukua hicho. Hebu angalia ukurasa 501. Kwa wale walio na kile cha Kiingereza ni ukurasa 608 paragrafu ya pili, lakini hicho cha UPH ni ukurasa 501. Anzia sehemu iliyoandikwa dhoruba inapokaribia. Ni kipande cha mkono wa kushoto. Inasema ndio, karibu sana. Dhoruba inapokaribia, sija nasema dhoruba inapokaribia, tabaka kubwa la wale ambao wameamini ujumbe wa malaika watatu, lakini hawakutakaswa kwa njia ya kutii ukweli, watatupilia mbali msimamo wao. Hiyo inapoingia vizuri ya kwamba watatupilia mbali msimamo wao na watajiunga na kundi la wapinzani. Kwa kuungana na ulimwengu na kushiriki roho ya huo ulimwengu, watakuwa na mtazamo wa mambo unaofanana sana na ule wa ulimwengu. Endelea. Na wakati jaribu litakapokuja, sasa hapo ambapo mnahitaji usikivu. Nasemaje? Nasema na wakati jaribu litakapokuja, watakuwa tayari kuchagua upande ulio rahisi. Hao watu watakuwa tayari kuchagua upande ulio rahisi, upande unaopendwa na wengi. Subiri kidogo. Nimetangulia kuzungumza ya kwamba swala la kuchukiwa na wale ambao wameuacha ukweli sio bahati mbaya kutokea, isipokuwa ni unabii. Ndio maana nikatangulia kuzungumza ya kwamba ipo haja ya kuwaombea na wala wewe usije kawarudishia mabaya, usiwachukie. Hivyo nafikiri ni jambo dogo kumweleza mtu ukweli, badala ya kusema mkae meza moja anakupeleka polisi. Hiyo umedhihirisha udhaifu. Tukisema kesho tutakuwa tumechelewa. Umedhihirisha nini? Udhaifu. Kama kweli na wewe unampenda, kanaye meza moja basi. Umuulize, hayo leo yasema umetoa wapi? Unajua fika wakati ukweli usitokee katika vinywa vyetu. Ukweli utokee katika hivi ndivyo anasemaje nani? Bwana. Kwa hivyo ikiwa kweli unanipenda na umpenda fulani, muhoji, hayo uliyosema umetoa wapi? Ukinipeleka polisi, umedhihirisha udhaifu. Umeonyesha ya kwamba wewe hauna unachoweza kukizungumza. Sasa kama unachoweza kuzungumza, tukae meza moja, hatimaye tuweze kuyajenga na kisha tuweze kupata ufumbuzi ni upi. Sikiliza, imewekwa wazi vizuri hapo katika ukurasa 501 cha Kiswahili, lakini cha Kiingereza ni 608 paragrafu ya pili, ya kwamba wale wote ambao wamekuwa wakiamini ujumbe wa malaika watatu, utafika wakati ambao dhoruba inapokaribia watauacha ule ukweli na kisha wataungana na ulimwengu. Lakini ameenda mbali zaidi, akasemaje? Akasema na pale
jaribu linapokaribia ama linapotukia kabisa, wataachana na msimamo wao na kuungana na nini? Na wale wanaoonekana kuwa wengi. Hivi unadhani wengi ni akina nani? Ni watakatifu, ni waovu? Ni waovu. Jibu utakuta ni waovu. Sasa hili ni swala ambalo ukiendelea pale mbele utakutana na maelezo yanayohusu hilo swala la kupelekana kwenye vyombo vya dola, kitu ambacho historia ya watu waliokuwa wakifanya hivyo walikuwa ni wale ambao wameuacha ukweli. Lakini basi tusonge mbele kidogo ili tuone kwamba tuweza tukapata kitu gani. Historia ya kanisa inakuwa ikijirudia kama ambavyo tumeona kanisa la kwanza. Kaini aliweza kumwinukia ndugu yake Habili, badala ya kusema muulize kwa nini sadaka yangu imekataliwa, yeye akaona ukumbuzi ni kumuua. Sasa tujiweke swali, je, ili kanisa la kwanza na hao wanafamilia na wengineo ambao tutawataja hapa mbele kidogo, walimwabudu Mungu yupi? Unajua hakuna kanisa bila Mungu. Tuko pamoja kwa Mungu? Hakuna kanisa kama hakuna Mungu. Kwa hivyo lazima kwa njia vile Mungu kwanza na kisha kanisa. Yaani kwa maana hii waumini wanaomwabudu nani? Mungu. Sasa ili kanisa la kwanza na wao wana familia, Adamu na familia yake na wengine waendelea baadaye, walimwabudu Mungu yupi? Sio kama ni swali limekaa vizuri Sasa tunahitaji tupate majibu katika swali hili. Hapa kuna kitabu kinachoitwa ACH, A Story of Hope. Lakini maneno haya atakayoyasoma nimeyapata pia hata kwenye kitabu fulani kinaitwa Pendo Lisilo Kifani. Pendo Lisilo Kifani. Mtumishi Maka, tukusumbue tusaidie hicho kitabu. Ipo kingine. Basi samahani, kumbe huku ndugu anacho. Hayo maneno yapo kwenye kitabu ambacho kinaitwa The Story of Hope. Maana kwamba haya maelezo yapo kwenye kitabu cha Pendo Lisilo Kifani, watakuwa waliyatoa kule. Sasa naomba nisomee ukurasa wa 13 sehemu ile inayoanza na Adamu na Hawa, kipengele cha pili. Maneno hayo yako sehemu mbili, sasa usome ile sehemu ya pili. Tunatafuta kujua, je, hili kanisa la kwanza hili walimwabudu Mungu yupi? Tulinganishe na kanisa la sasa ambalo wakati fulani laweza kujiita ni kanisa la Mungu. Je, wanafanya kile walichokifanya hawa ndugu? Kumbuka tunatafuta kujua historia ya kanisa. Historia ni pamoja na kujua mienendo ya hawa watu ilikuwaje wakati huo, kisha tulinganishe na wakati huu. Karibu mtumishi. Adamu na Hawa. Naam, Adamu na Hawa na uzuri wa maskani yao ya Edeni. Walivutiwa na uzuri wa maskani ya Edeni. Walifurahishwa na ndege ama wachiriku wadogo waliowazunguka wakiwa wamevikwa manyoya mazuri, na huku wakiimba mziki wao wa furaha. Hao ndege wakiwa wanaimba mziki wao wa furaha na uchangamfu. Wanandoa hawa, sikiliza sasa, wanandoa hawa Adamu na Hawa, wanandoa hawa watakatifu walijiunga na hao ndege na kuinua sauti zao kwa nyimbo zenye sauti za kupatana, za upendo, sifa na za ibada kwa Baba na mwana wake kwa ajili ya ushahidi wa upendo uliowazunguka kila kona na kila upande. Bwana asifiwe. Amina. Wapendwa, ukitaka kujua ili kanisa ni la kweli, lazima uangalie lile ambalo Mungu alilikubali. Ujifiche hapo. Unajua katika ulimwengu wenye mihangaiko mingi, watu wako radhi kuchanganua na kubaini ni akaunti gani nikatunzie pesa zangu. Yuko radhi kutafuta ni eneo gani nikalinunue kwa ajili ya shamba lenye rutuba. Yuko radhi kutafuta ni sehemu gani nikanunue uwanja nijenge nyumba. Yuko radhi kutafuta kujua ni wapi ninunue kiwanja nijenge kibanda sehemu salama. Yuko radhi kutafuta kufuli kubwa afunge mlango wasivunje. Yuko radhi kujenga fence kuzunguka nyumba yake. Lakini wa kusikitisha kama si kushangaza, watu hawako radhi kutafuta ni wapi sehemu sahihi na salama ya kutunza imani zao. Hatari sana. Hatari sana. Leo hii watu wamewekeza hisia zao kwenye utafutaji tu. Yaani akiamka akilala akiamka anaota ni wapi akatafute pesa, akatafute chakula, akapate elimu na kadhalika. Lakini watu hawatengi muda wao wa kutafuta umilele wao. Hatari sana. Hatari hiyo. Hata tumeelekeza jinsi gani ambapo kanisa la kwanza kabisa
walikuwa kimwabudu Mungu na mwana wake. Bwana asifiwe. Lakini kusikitisha na kama sio kushangaza, leo hii anayeabudiwa ni Mungu mgeni. Tukisema kesho tutakuwa tumechelewa. Leo anaabudiwa Mungu mwenye nafsi tatu asiyepatikana katika Biblia. Ukiwa na swali karibu hapa, hatutakwambia andika karatasi, hapana, utaliuliza moja kwa moja. Leo hii tunaalikwa kuwarudisha watu kwenye misingi ya zamani. Bwana asifiwe. Amen. Mojawapo ya misingi ya zamani ni pamoja na kumjua Mungu wa kweli wa Biblia. Bwana asifiwe. Amen. Historia ya kanisa la kwanza tunashuhudia walifanya ibada yao kwa Mungu na kwa mwana wake, na wala sio kwamba ni kwa Mungu mwenzake. Usikie vizuri na uielewe. Mungu tuliye naye ni Mungu hapa Baba. Ni mmoja tu. Alafu ana mwana wake. Tunaweza tukalikazia vizuri katika kitabu cha Yohana sura ya 5 mstari wake ni wa 22 na 23. Tuliweke vizuri kabla hatujaenda mbali kidogo. Tunazungumzia historia ya kanisa na kwamba tunaweza tukachota nini humo, hatimaye tusije tukachepuka kando ya kile ambacho wenzetu waliokubalika mbele za Mungu walikuwa wakikifanya. Yohana sura ya 5. Tusikie Yohana sura ya 5 mstari 22 na 23. Neno la Bwana linasemaje? Tena Baba hamhukumu mtu yeyote. Tena Baba hamhukumu mtu yeyote, bali amempa mwana hukumu yote. Amempa mwana hukumu yote, ili watu wote, sikiliza haya ziingie vizuri kama dawa, ili watu wote wamheshimu mwana kama vile wanavyomheshimu Baba. Asiyemheshimu mwana hamheshimu Baba aliyempeleka. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hivyo hii imekaa vizuri jinsi gani ambavyo Mungu mwenyewe ndiye aliyeruhusu ya kwamba kama vile wanavyomheshimu yeye, basi wamheshimu na nani? Na mwana wake. Hakusema kama vile wanavyoniheshimu mimi, waniheshimu na Mungu mwenzangu. Sasa swali itakuja, je, Yesu ni Mungu si Mungu? Tutapata majibu kadri tunavyoendelea. Majibu yapo wazi kabisa, yapo wazi. Hata hivyo, utaki kusahau ya kwamba Yesu ndiye aliyeumba. Lakini aliumbaje? Ni Mungu aliyeumba kupitia mwana wake. Tutalipanua kadri tunavyoendelea. Kwa kile kitabu ambacho nilisema mwanzo ambacho kimekutana na hiki, utaandika SH, wewe usiye na hicho kitabu kinachoitwa Pendo Usio Kifani, utaandika SH kwa kifupi, alafu uweke 11 alafu nukta 6. SH 11.6. Utapata hayo maelezo ambayo mtumishi hapa ameyasoma. Ni kwa wewe usiye na hicho kitabu kinachoitwa Pendo Usio Kifani. Sikiliza. Tumaini hili la ukombozi kupitia ujio wa mwana wa Mungu kama mwokozi na mfalme halijawahi kutoweka katika mioyo ya wanadamu. Sikiliza sasa. Tangu mwanzo kumekuwa na wengine ambao imani yao imefikia zaidi ya vivuli vya sasa hadi hali halisi ya siku zijazo. Tafsiri ya maelezo hayo ni nini? Kwamba tangu zamani huko nyuma Mungu amekuwa na watu ambao vielelezo vya maisha yao kiibada, kijamii na kila hatua wameendelea kufanya sisi tujifunze ama tuige kutoka kwao. Unanielewa vizuri? Sikiliza. Adamu, Seti, Henoko, Metuthera, Nuhu, Ibrahimu, Isaka, Yakobo, ambao kutokea kwake tunapata Waisraeli. Hilo kundi na wengine wengi waliofuata maelekezo yao ambayo walikuwa kama mfano wa kile kilichochotwa huko nyuma, kwamba hawa ndio ambao Mungu amewekeza kwao siri ya mapenzi yake. Sijereka vizuri bado, naomba kurudia. Ni hivi. Adamu, Seti, kwanza kwa nini Kaini hatajwi? Lazima jiulize, kwa nini Kaini hatajwi? Naomba kurudia. Hao watu wako 9. Naomba niwataje kwa mara nyingine. Wa kwanza ni Adamu, wa pili ni Seti, wa tatu ni Henoko, wa 4 ni Metuthera, wa 5 ni nani? Ni Nuhu, wa 6 ni nani? Ni Ibrahimu, wa 5 wa 7 ni Shemu, wa 8 ni nani? Mbona mnaniacha watu wa baba? Naomba kurudia. Tuwe wote. Sawa? Msisinzie. Tunajifunza historia kutokea kwa hili kanisa. Watu ambao walithibitishwa kwamba wanafaa kuwa kielelezo cha wengine wote watakaofuata. Naenda kuwataja, tuwe makini. Wa kwanza ni Adamu. Sawa? Wa pili ni Seti.
Wa tatu ni nani? Ni Henoko. Wa nne ni nani? Metuthera. Wa tano ni nani? Sitaki msinzie. Nia yangu ni nzuri, nataka tukariri. Sawa sawa tu baba. Nia yangu ni hiyo wala si nyingine. Naanza. Kabla sijawataja kwa mara ya mwisho sasa. Kwa mara ya mwisho nitawataja wote. Kama utakuwa makini basi utapatia baadaye. Sikia? Naanza kwanza na maelezo yaliyotangulia. Tangu mwanzo kumekuwa na wengine ambao imani yao imefikia zaidi ya vivuli vya sasa hadi hali halisi ya siku zijazo. Hicho Kiswahili maana yake ni nini? Ni kwamba tangu huko nyuma kuna ambao Mungu kupitia kwao ametaka wote watakaoendelea kuishi katika Israeli dunia wajifunze nyendo zao. Sawa sawa tu baba. Kwamba asiwepo wa kuiga imani kando ya hao. Sasa hao watu wametajwa. Sawa sawa? Naomba sasa niwataje kwa kutulia. Wa kwanza ni Adamu. Wa pili ni Seti. Wa tatu ni Henoko. Baada ya Henoko kuna Metuthera. Baada ya Metuthera kuna Nuhu. Baada ya Nuhu kuna Shemu. Baada ya Shemu kuna Ibrahimu. Baada ya Ibrahimu kuna Isaka. Baada ya Isaka tunamuona Yakobo. Na kutokea kwa Yakobo tunapata watoto 10 na ngapi? 12. Humo ndani tunapata taifa la wapi? La Israeli. Sawa sawa? Sasa hapo tukianza kuchambua mmoja mmoja utakuta hao waliotajwa wote hayupo mwenye dhambi ya kihistoria. Nikisema ya kihistoria inamaanisha kwamba hata kama walikosea walitubu na hatimaye wakamaliza mwendo wao wakiwa katika hali ya usafi. Tunaalikwa kujifunza aina ya maisha walioishi haya. Je, walimwabudu Mungu kwa namna gani? Mungu aliwakubali ama aliwakataa? Tunadaiwa kuweza kuwafuata hawa. Sikiliza, kuna maneno ambayo nilikuwa sijamaliza hapo. Sikiliza, anasema hivi: kupitia hawa na wengine wanaostahili Bwana amehifadhi ufunuo wa thamani wa mapenzi yake. Kwamba kutokea kwa hao Mungu amehifadhi siri ya mafunuo ya mapenzi yake kwa hao. Anaendelea kusemaje? Na hivyo ndivyo kwa wana wa Israeli, watu waliochaguliwa ambao kupitia kwao walipaswa kupewa ulimwengu mwokozi aliyeahidiwa. Mungu alitoa ujuzi wa matakwa ya sheria yake kupitia kwa hao na wokovu unaopaswa kutimizwa kupitia dhabihu ya upatanisho ya mwana wake mpendwa. Haya maneno ukitaka kuyasoma kwa upana wake yanapatikana katika kitabu kinachoitwa PK au Prophets and King. PK, Prophets and King. Kwa Kiswahili ni wafalme na manabii. Wafalme na manabii. Kwanza 681 paragrafu yake, 682 paragrafu yake ni ya pili. Utakutana na maelezo kama hayo. Sasa sikiliza, kuna maneno machache hapa ambayo naomba nayo ni yanukuu. Hata yanaweza yakawa na mchango wa kukufanya ama wa kutufanya kuelewa zaidi ya hivyo tulipokuwa tumeelewa. Sikia, anasema hivi: Mungu nyakati zote ana watu wake. Kama umechelewa kutufuatilia, somo letu linasema historia ya kanisa. Sikia hii: Mungu nyakati zote ana watu wake. Mungu huwa na watu wake siku zote, hata wanapokuwa wamezidiwa sana kwa idadi na wale wanaomwasi. Hicho Kiswahili usipokielewa utahitaji msaada zaidi, lakini natumai kila mmoja ameelewa. Amesema hivi: awamu zote, nyakati zote, kwa kila wakati, kwa kila kizazi, Mungu amekuwa na watu wake. Akaendelezaje? Akasemaje? Akasema hivi: hata kama watazidiwa au hata kama waweza kuzidiwa idadi na wale wanaomuasi, bado hao ni watu wa nani? Wa Mungu. Kwa hivyo utakuta kumbe kigezo isiwe idadi na kigezo isiwe jengo. Tulisoma kwenye kile kitabu cha kwanza kilichosoma na mtumishi pale kinachoitwa Upward Look verse 15 paragraph ya 5. Kanisa sio jengo, usijaribiwe. Ndio, waweza kusema hivi kanisa linaweza kuwa katika mabanzi kweli? Sikiliza. Kanisa sio jengo, tulishapata majibu. Kanisa ni jamii ya watu wanaompenda Mungu, wakizitii sheria zake 10. Kwa hivyo ikiwa unavunja mojawapo, usijiingize kwenye listi ya kile kinachoitwa kanisa. Sikia, anasema
Nuhu na familia yake waliingia ndani ya safina ambayo Mungu alimwagiza Nuhu kuijenga kuwa kimbilio kutokana na gharika. Hao wachache, watu 8 tu, walitangaza ya kwamba wao ni kanisa la Mungu kupitia mapenzi ya Mungu kwao, na kisha Mungu akawakubali. Sikia, ameonyesha wazi vizuri ambavyo mfano wa kanisa ambalo Mungu anajivunia kuwepo duniani japo ni wachache, ametutolea kwa watu 8, kwamba Nuhu pamoja na familia yake waliweza kuingia ndani ya safina ambayo Mungu alikuwa amemwagiza Nuhu kuijenga kuwa kimbilio kutokana na gharika. Hicho ni kielezo namba 1. Kwa hivyo hilo lilikuwa ni kanisa katika ulimwengu wenye watu bilioni 11, takwimu za wakati huo. Sasa kama watu wapatao 8 kati ya watu bilioni 11 za wakati ule walitafsiriwa kuwa kanisa, na wengine bilioni 10 na malaki huko juu wakaangamia, ni vipi unaweza kushangazwa na kundi kubwa la watu waliokaa hapa kwamba hawezi kuwa kanisa la Mungu? Ninachokoza tu akili yako uone jinsi gani ambavyo kanisa lipimi na wengi wa watu. Sasa watu wa baba. Lakini pia kuna wakati ambao kanisa liliwakilishwa na mtu mmoja. Sikia, anasema hivi: Henoko alitembea na Mungu katika kipindi ambacho sehemu kubwa ya watu walikuwa waovu. Henoko kio mmoja aliwakilisha uwepo wa kanisa la Mungu. Aliwakilisha uwepo wa Mungu mahali hapo. Unajua tusichokijua na ambacho tunapaswa kujua ni hiki, kwamba kanisa kuwepo hapa duniani ni kuwatangazia wale wengine ya kwamba Mungu yuko wapi? Hapo. Hivi nimeeleweka vizuri? Yaani maana yake ni hii: kanisa lisilo na Mungu tayari limeshakosa sifa za kuwa na nini? Kanisa. Kama sijaeleweka, hebu mtumishi nitafutie kitabu kile kinaitwa Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5, kurasa wake ni wa 210, paragrafu ya 2. Tuone namna ambavyo kumbe waweza kuwepo watu wengi wanaoingia na kutoka katika jengo, lakini Mungu hayuko katikati yao, japokuwa watabaki kujiita hivyo kwamba ni kanisa. Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5, kurasa 210, paragrafu ya 2, kwamba waweza kuwepo watu wanaoingia na kutoka kwenye jengo fulani linaloitwa kanisa, lakini bado si kanisa la Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hawezi kuwemo katikati yao. Ni pale tu wanaposhindwa kutii maelekezo ya Mungu. Kushindwa kutii maelekezo ya Mungu, hata kama utakuna abudia kwenye jengo fulani hivi lenye marumaru, rafiki, hilo sio kanisa. Karibu sana tukusikie ukinukuu maelezo hayo. Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5, kurasa 210, paragrafu ya 2. ya 210 ndio paragrafu yake ni ya 2. Maneno yanaanza amri. Wakati anatafuta sehemu hiyo, tunatafuta kuonesha jinsi gani ambavyo wengi wanaojiita kanisa kwa uhalisia si kanisa. Ni kwa sababu tu wako kinyume cha sifa za watu wanaopaswa kuitwa kanisa. Na tulishaona jinsi gani ambavyo kanisa lazima wawe ni watu bila kujali idadi yao, wenye kumpenda Mungu huku wakizitii nini? Amri zake. Kwa sababu katika Yohana 10:15 anasema, "Mkinipenda mtazishika amri zangu." Na mara pengine akasema katika nyaraka za Yohana anasema, "Kama mtu yeyote asemaye ninamjua huku azishikia amri zangu ni nani? Ni mwongo, tena kweli haimo ndani yake." Sasa swali ni hili: je, mwongo ana sehemu katika umilele? Jibu ni hapana. Kwa hivyo tayari tutagundua ya kwamba kanisa lazima ili liitwe kanisa liwe linakidhi vigezo, na moja ya vigezo ni kumpenda kwa njia ya kutii amri zake. Kwa hivyo hata wale wanaobaki kujiita kanisa huko wanaivunja amri ya kwanza inayoongoza kutokuwa na miungu, lakini leo hii wana Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho, kwamba huyo ndiye Mungu mmoja, na kwamba mmoja katika hao watatu akitoka huyo si Mungu, tayari hiyo amri imevunjwa na unakosa sifa za kuitwa kanisa. Tumeamua kufanya haya maamuzi kama moto wetu unavyoelekeza, baada ya kubaini hayo chini ya ushahidi unaojitosheleza kabisa kabisa. Tumeshaweza kumeshafika. Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5. Karibu sana. Ukurasa wa 210. Ndio aya ya 2. Naam, karibu. Anasema hivi. Anasemaje? Amri ni hii. Amri ni hiyo. Pita kati ya mji. Anasema pita kati ya mji. Katikati ya Yerusalemu. Katikati ya Yerusalemu. Utie alama juu ya vipaji vya nyuso zao. Utie alama juu ya vipaji vya nyuso za watu wangu wanaougua. Alama katika vipaji vya nyuso za wale wanaougua.
na wanaolilia machukizo na wanaolilia machukizo kama tunavyonung'unika mpaka dakika hii, tukiwasihi wale wenzetu waone ukweli yanayofanyika katikati yake, yale yanayofanyika katikati yake Yerusalemu. Hawa wanaougua, wanaolia walikuwa wakishikilia maneno ya uzima. Sikia, walikuwa wakishikilia maneno ya uzima, walikuwa wamekemea kama tunavyokemea mpaka dakika hii, kushauri na kuwasihi kwa huruma zake Bwana. Wengine ambao walikuwa wakimvunjia Mungu, wengine wale ambao mpaka sasa tunawaeleza wanaomvunjia Mungu heshima, walitubu na kunyenyekea mioyo yao mbele zake Mungu. Lakini sikiliza sasa, lakini utukufu wa Bwana ulikuwa umeondoka wapi? Israeli. Ingawa wengi bado waliendelea na taratibu kawaida za dini, lakini nguvu na uwepo wake Mungu havikuwepo. Walibaki na jengo tu. Unajua hilo hata kwa wale ambao hawaamini hilo nabii. Basi tunaweza kuitishia katika kitabu cha Mathayo 23 mstari wake ni wa 37 mpaka 39. Fungu hilo linasema, Yerusalemu, uwaue manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako. Ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya watoto wako kama vile akusanyavyo vifaranga vyake chini ya mbawa zake, lakini hamkutaka. Angalieni sasa, mmeachiwa hali ya ukiwa nyumba yenu. Hamutaniona tena kamwe mpaka mtakaposema, amebarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana. Huwezi amini, kulifika wakati ambapo Yesu aliwahi kusema ya kwamba hii ni nyumba ya Baba yangu. Lakini muda ulipofika wao kumwacha, kwa kumwasi, kwa kuacha kutii maelekezo ya Mungu, aliwaambia mmeachiwa hali ya ukiwa nyumba yenu. Lakini bado waliingia na kutoka. Walikuwa wakipiga magoti, wakitoa sadaka, wakitoa na zaka, wakiwa na majengo mazuri. Halikuwa kanisa. Hivi kanisa iliwe kanisa, watu wa Baba, ni lazima litii maelekezo ya Mungu. Vigezo na masharti lazima vizingatiwe. Leo hii watu wamebaki kutafuta maneno laini ya kutiwatiwa moyo, tunaenda mbinguni. Wewe acha. Hata mahala fulani hapo paita karibu, ili upande gari tunaiwa kulipa nauli. Ni vipi unaweza kutaka kwenda mbinguni bila kutii maelekezo? Lazima tutii vigezo na masharti vyote Mungu alivyoviweka. Kwa hivyo historia ya kanisa inaonyesha wazi ya kwamba wale wote ambao wamekutwa ni watiifu licha ya uchache wao ndio wanaobeba sifa ya kuitwa nini? Kanisa la Mungu. Bwana asifiwe. Amina. Kwa dakika chache zilizosalia, naomba niseme machache kisha niruhusu kama kuna alia na cha kuuliza aweze kukaribia mahali hapa, ndipo tuweze kuhitimisha. Sitatamani kuona tunatoka bila kutoa nafasi nzuri na muhimu kama hiyo. Sikia, wengi wao walikuwa haya maneno nitakuwa sijatendea haki nikiyakata. Naomba nianzie juu kidogo. Tunasoma kitabu cha SH, sikufanikiwa kutafuta kwenye hicho pendo silo kifani. SH kurasa wa 28, paragrafu yake ni ya kwanza mpaka ya pili. Sikilize maneno fulani ninapoenda kuruhusu swali au nyongeza kama itakuwepo. Sikia. Maelezo hayo yanaanza na kusema hivi. Henoko alitembea na Mungu katika kipindi ambacho sehemu kubwa ya watu walikuwa waovu. Mungu alimwita Abrahamu aondoke katika nchi yake ya asili na kwenda Kanaani. Wazao wake ambao walijulikana kuwa Waisraeli waliishi huko hadi njaa ilipowapeleka Misri, ambako baadaye walifanywa watumwa. Hapa kuna hadithi ama kuna kisa cha kushangaza jinsi Mungu alivyowakomboa wale waliokuwa wakiishi katika kipindi hicho chini ya utumwa wa Misri zaidi ya miaka 1000 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo. Sikia, anasema kwa miaka mingi wana wa Israeli walikuwa watumwa kwa Wamisri. Ni familia chache tu zilizoshuka hadi Misri, lakini
zilikuwa zimekuwa umati mkubwa na kuzungukwa na ibada ya sanamu. Sikia, unajua kwa kawaida historia imekuwa ikijirudia. Hawa ndugu wameenda kule wakiwa waaminifu, na kadri muda ulivyozidi kusonga waliweza kujikuta kwenye sintofahamu ambayo nitahitaji hapa chini. Walienda wachache, lakini baadaye wakazaliana wakawa ni wengi. Katika wingi huo ulitokana na miaka mingi, kuna kitu walichokikosea ambacho hata sasa kimekosewa, tutakitaja katika viwanja hivi. Sikia, anasema hivi: wengi wao walikuwa wamepoteza ujuzi wa Mungu wa kweli na walikuwa wamesahau sheria yake. Wapendwa, kama si kusikitisha ni kushangaza ya kwamba zamani kabisa huko nyuma, kama tulivyosoma, Mungu wa kweli wa Biblia alijulikana ni Baba na Mwana wake. Huyo ndiye alikuwa akiabudiwa kama tulivyosoma. Lakini muda kadri ulivyoendelea, mambo yameendelea kuharibika. Kwa nini? Ni kwa sababu ya wingi wa miaka. Kadiri wingi wa miaka unavyoongezeka, ndivyo shetani anavyopewa nafasi katika mioyo ya wengi, na hatimaye wanamsahau Mungu wa kweli, wanaabudu miungu na wanaiandama, na kisha wanasahau sheria yake. Sikia, anasema nao wakaungana na Wamisri katika ibada yao ya jua, kama ilivyo leo, ya kwamba jinsi gani ambavyo wale waliowahi kusema ya kwamba wanaofanya ibada siku ya Jumapili wanakosea, leo hii wanawatafsiri kwamba nao ni kanisa la Mungu. Ukiwahoji kulikoni, maelezo mengi kuliko maandiko. Shida hatari sana. Sikiliza, anasema waliungana nao katika ibada yao ya jua, mwezi, nyota na wanyama na sanamu ambazo ni kazi ya mikono ya watu. Hatari sana. Hicho kilikuwa ni kipindi kigumu sana kwa wale waliokuwa ni waaminifu. Wao pamoja na kwamba wengi walikuwa katika hali hiyo, wao walidumu kuwa waaminifu, kubaki kusimamisha sheria ya Mungu, na hatimaye Mungu akaendelea kuwekwa wazi kwa wale waliokuwa hawamfahamu, wakamfahamu kupitia wao wachache. Hata sasa tunainua misingi ya vizazi vingi. Tumesoma kitabu cha Isaya 58 mstari wa 12. Naomba nisomee fungu hilo mtumishi, wakati tunaruhusu mwenye swali aweze kuchongea mahali hapa. Kitabu cha Isaya 58 mstari wake ni wa 12. 58 Isaya aya ya 12. Ndio. Neno la Bwana linasomekaje? Na watu wako watapajenga mahali palipokuwa palipokuwa nini? Ukiwa. Ndio. Utainua misingi ya vizazi vingi. Utainua misingi ya vizazi vingi. Nawe utaitwa. Sikiliza, nawe utaitwa mwenye kutengeneza mahali palipobomoka. Na mwenye kurejesha njia za kukalia. Wapendwa, hii ni kazi ambayo haivutii. Kuwaeleza watu kwamba hiki sio chenyewe wakati wana kitafsiri kwamba ni chenyewe. Wamekiamini miaka mingi sana, wanawaeleza hiki sio chenyewe. Lakini ngoja niwaambie habari njema. Ukweli, wapendwa, hauwezi kuwa ukweli na hautakuja kuwa ukweli kwa sababu tu umeaminiwa kwa miaka mingi. Sio kweli, hilo ni kosa. Ukweli hautakuja kuwa ukweli kamwe kwa sababu tu unahubiriwa na wasomi. Hapana. Ukweli hawezi kuwa ukweli kwa sababu unaaminiwa na watu wengi. Hapana. Isipokuwa ukweli unakuwa ukweli kwa sababu umewasilishwa na Mungu katika neno lake. Bwana msifiwe. Amen. Kwa hivyo ikiwa utangamua ya kwamba huu ukweli umethibitishwa na neno la Mungu kwamba hivi ndivyo asemavyo Bwana, haijalishi unaopata ni wachache ni watu kundi kiwango gani, fuata, huo ndio ukweli na wala hautajuta. Bwana asifiwe. Amen. Baada ya kuzungumza hayo machache, niombe kukatiza kwa ajili ya faida wote watakaohitaji kuuliza kwa kile ambacho hawajaelewa, na hatimaye waweze kuelewa na Bwana aweze kutukuzwa. Karibuni na Bwana awabariki. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amina. Basi kilikuwa ni kipindi cha kulifahamu kanisa au historia ya kanisa. Huenda mahali hapo ulipo umepata swali, basi ni muda ambapo unaweza ukawasilisha swali lako. Unanyosha mkono, tunakupa maiki, basi unauliza swali lako mahali ambapo unahitaji usaidiwe katika mada hii iliyowasilishwa. Karibuni watu wa Mungu mahali popote ambapo umepata swali, na unaweza kuwa unatufuatilia ukiwa mbali. Pengine mada hii imekuletea swali
basi unaweza pia ukatutumia swali lako, au kama ni kwa njia ya mtandao, kwa njia ya mawasiliano yetu, unaweza ukatupatia swali lako, na kisha tutakuwa na muda wa kufikisha majibu kwa mujibu wa neno mahali popote pale utakapokuwa. Lakini kama uko katika viunga vya eneo hili, tukukaribishe basi kwa kupatia mada hizi moja kwa moja, uwe unakaribia kwa ajili ya kuleta swali lako ili lijibiwe live hapa. Naona kuna mtu ana swali. Karibu mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ni swali langu ni hivi. Karibu. Mmelitajia wale waliotutangulia kwenye njia ya imani, wale wa zamani. Ndio. 6. 9. Ni 9 ni 7? 9. Mbona tukisoma Biblia inatuelezea Adamu alianza kuzaa Habili na Kaini, lakini mbona hawataji? Sijaelewa. Asante, labda sijui tuliboresheje swali. Na shawishwa kusema kwamba mbona nikana kwamba kuna waaminifu wengine, lakini katika majina yao hatukuwasikia. Kwa mfano Musa alikuwa mwenye dhambi, Daniel alikuwa mwenye dhambi, Yohana na kadhalika, sio? Sasa hawa wametajwa kama wawakilishi, lakini wapo ambao hawakutajwa kwa majina yao. Kiswahili kilichotumika hapa amesema na wengine waliofuatana nao. Kwa hivyo Kiswahili kinaonyesha wazi ya kwamba wapo na wengine walikuwa mfano wa hawa. Na ndio maana unamuona Kaini hakutajwa, licha ya kwamba alikuwa mtoto wa kwanza wa nani? Wa Adamu. Alikuwa kwenye kundi la wale ambao walikuwa na shida, maana tulishasoma kabisa ya kwamba hata sadaka yake haikukubalika. Sijui kama takuwa nimekufikisha. Asante sana. Mwingine kama yupo? Asante muuliza swali, na matumaini makubwa hata wale waliokuwa wanasikiliza wamepata majibu. Kama kuna mtu mwingine ana swali, karibu. Swali langu sio gumu sana, ila nataka kujua, kwa sababu tumeona kwamba hawa watu waliotajwa 9 hawakuwahi kutenda dhambi. Sasa ila nikaangalia Adamu, na yeye alitenda dhambi kwa sababu alikula nini? Tunda ambalo likatazwa na nani? Na Mwenyezi Mungu. Sisi tukaangalia Ibrahimu aliingilia mjakazi wake, kama alikuwa hajatenda dhambi au alitupa baadaye, ndio sijaelewa alitubu au ikafanyaje. Tukaangalia Yakobo, naye alikuwa na watu wawili, alafu akaoa na masuria wake, mjakazi wake na masuria wangapi? Wawili. Hapo ilikuwa alitubu au ilikuwa basi? Sijaelewa. Asante sana. Nashukuru sana kwa swali makini. Kwanza, kama umeninukuu vizuri pamoja na wasikilizaji wengine, nilitumia kauli ya kwamba waliweza kutenda dhambi kisha wakatubu na hivyo wakasamehewa. Najua umetaja chache tu ya dhambi walizozitenda, lakini kuna zingine nyingi ambazo walizitenda hata ambazo hatuzijui, sio? Ila walitubu. Unajua ukitubu mbele za Mungu unatafsirika kana kwamba wewe kutenda nini? Dhambi. Kwa hiyo kwa ufupi, Adamu tunamuona anatafsirika kama mmoja wa waasisi wa kanisa la kwanza, licha ya kwamba alikula tunda, na wewe tunamsoma habari zake ya kwamba ataenda mbinguni. Wote hawa ambao wataja kwa majina yao tunasoma habari zao ya kwamba wataenda mbinguni. Kwa hivyo dhambi walizozitenda walizitubia na walisamehewa. Kwa hiyo tulikuwa tunazungumzia mwenendo wa kanisa. Najua, ngoja nikwambie kitu. Unajua kuna dhambi ya mtu kama mtu, alafu kuna dhambi ya maelekezo kwa maana ya mfumo kabisa wa kanisa. Ukielewa hilo, utakuwa umepata kitu muhimu sana. Na ndio maana hata sisi kama dhambi tulizozikimbia kule zingekuwa ni za mtu mmoja mmoja, basi tungekuwa tumekurupuka. Lakini tulikimbia dhambi za mfumo, yaani unatuongoza
kuamini uongo, au wanatuongoza kukubaliana na kile ambacho Mungu hakikubali. Lakini kama zingekuwa ni dhambi za mmoja mmoja, basi huyo anajijua yeye kama yeye. Kwa hivyo hao watu walikuwa na dhambi zao wao kama wao, na walitubu na kisha wakafanyaje? Wakasamehewa. Ndio maana hata Kaini aliwekwa wazi kusudi aweze kurejea, lakini haikuwezekana. Mpaka hapo si kama nitakuwa nimekuisha, au kuna mtu anaweza kuiweka vizuri zaidi ya hivyo ili mwenzetu aweze kufaidika zaidi. Kama yupo anaweza kuliongezea, au kama muuliza swali mpaka sasa umepata majibu, unaweza ukatutamkia. Labda muuliza swali mpaka hapo anasema ameelewa. Asante sana. Basi ubarikiwe kwa kuwa umeelewa.